Rais Samia Suluhu yu matatani baada ya kushtakiwa kwa Umoja wa Mataifa. Ujambo na karibu. Leo tunazungumzia ripoti nzito iliyotolewa na Baraza Kuu la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, ambayo kwa mara ya kwanza katika historia imelitaja taifa la Tanzania kuhusiana na vitendo vya utekaji na ukiukwaji wa haki za binadamu. Habari imezua mjadala mpana mitandaoni na katika duru za siasa, huku wanaharakati wakihusisha hatua hii na kupungua kwa uhuru wa kiraia nchini humo. Ripoti imesema kumekuwa na ongezeko la ukandamizaji dhidi ya vyama vya upinzani, wanahabari, asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Umoja wa Mataifa kupitia kikundi kazi chake cha haki za binadamu kimesema kinasikitishwa na mwenendo huu na kutaja kama ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaojumuisha utekaji wa watu. Hili limezua hofu miongoni mwa wananchi na wadau wa haki za binadamu, ambao sasa wanasema kuwa hali hii inaashiria changamoto kubwa kwa mustakabali wa demokrasia nchini. Mwanaharakati wa masuala ya kijamii Maria Sarungi ametumia mitandao ya kijamii kuzungumzia swala hili kwa kina. Ameeleza kuwa wanaharakati walifanikiwa kuwasilisha kesi kadhaa rasmi Umoja wa Mataifa, na hata kama idadi ya kesi hizo si kubwa, ripoti imebeba uzito mkubwa kwa sababu inatambua majina na matukio ambayo yanahusiana moja kwa moja na ukiukwaji wa haki za wananchi. Kwa mtazamo wake, hatua ya Umoja wa Mataifa kutaja Tanzania katika orodha hii ni onyo kwa serikali kuchukua hatua kurekebisha hali. Sarungi pia ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na asasi za kiraia kuendelea kufuatilia hali ya haki za binadamu nchini Tanzania, akisema kuwa ripoti hizi za Umoja wa Mataifa zinaweza kuwa na ushahidi muhimu hata katika mahakama za kimataifa kama ICC. Kauli yake imeibua hisia kali miongoni mwa wafuasi wake, wengi wakiona kuwa sasa dunia inatambua kile ambacho kimekuwa kikilalamikiwa kwa muda mrefu na wapinzani wa kisiasa pamoja na wanaharakati wa haki za kiraia. Kufuatia ripoti hii, mjadala mkubwa umeibuka mitandaoni, huku wananchi na wanaharakati wakitoa maoni yao kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Wapo wanaona kuwa ni fursa kwa serikali kurekebisha taswira yake kimataifa kwa kuimarisha uhuru wa kiraia, huku wengine wakihofia hatua kali zaidi za udhibiti wa habari na mikutano ya kisiasa. Hali imeweka shinikizo jipya kwa serikali ya Tanzania kutoa maelezo ya kina kuhusu tuhuma hizi, kwani hatua za Umoja wa Mataifa mara nyingi huangaliwa kwa kipimo cha heshima ya taifa kimataifa. Waangalizi wa siasa wanasema ripoti kama hizi zinaweza kuathiri hata uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na mashirika ya kimataifa, hasa pale kunapokuwa na ushahidi wa kuendelea kwa vitendo vinavyokiuka haki za msingi. Kenyascope itaendelea kufuatia kila hatua ya mjadala huu muhimu na kukuletea taarifa mpya kuhusu majibu ya serikali na hatua zozote zinazoweza kuchukuliwa na jumuiya ya kimataifa. Hakikisha unaendelea kufuatilia chaneli hii kwa taarifa zinazobadilisha mtazamo wako wa siasa na haki za binadamu katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki.